Bad news about Boniface Mwangi shocks Kenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media, na ikiwa wewe ni mgeni hapa na unapenda masuala ya siasa, basi hapa ndipo subscribe. Mwanahabari na mwanaharakati mashuhuri Boniface Mwangi amepatikana akiwa katika hali mbaya ya kiafya katika mji wa Ukunda, kaunti ya Kwale, baada ya kudaiwa kuteswa na maafisa wa usalama wa Tanzania, hatua iliyozua hofu na hasira katika jamii ya wanaharakati na familia yake. Kwa mujibu wa wakili wake James Kamau, Mwangi hakuweza kutembea vizuri alipopatikana, hali iliyodhihirisha kuwa alihujumiwa vibaya kimwili. Mwangi alisafirishwa kwa gari kutoka Dar es Salaam hadi Ukunda, safari ndefu ya takriban kilomita 92 kutoka mpaka wa Lungalunga, huku akiwa ameachwa peke yake bila msaada wa kimatibabu. Familia yake sasa inapanga kumsafirisha kwa ndege hadi Nairobi kwa ajili ya matibabu maalum. Serikali ya Kenya kupitia waziri mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi imethibitisha kuwa Mwangi alirejeshwa nchini kwa njia ya barabara, hatua iliyopunguza sintofahamu iliyokuwepo kuhusu mahali alikokuwa kwa siku kadhaa. Picha zilizochapishwa mitandaoni baada ya kupatikana kwake zilionyesha Mwangi akiwa amedhoofika, amevalia kaptura nyeupe na fulana ya mikono mifupi, huku sura yake ikionyesha mateso aliyopitia. Wanaharakati mbalimbali wameminika Ukunda kuungana naye na mkewe mara baada ya taarifa za kupatikana kwake kuthibitishwa. Mwangi alipotea siku ya Jumatatu alipokuwa safarini nchini Tanzania, ambako alikwenda kuonesha mshikamano na mwanasiasa upinzani Tundu Lissu. Tukio hilo lilifuatwa na kufurushwa kwa wanaharakati wengine kadhaa, wakiwemo kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua, jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, mkurugenzi wa Vocal Africa Hussein Khalid na mwanaharakati Hanifa Adan. Na kabla ya kutoweka kwake, Mwangi alionekana katika video iliyosambaa mitandaoni akiwa katika mvutano mkali na watu waliodai kuwa maafisa wa Tanzania waliogonga mlango wake hotelini jijini Dar es Salaam. Na katika video hiyo Mwangi alikataa kufungua mlango akihofia usalama wake, na alisikia akiwatetea kwa ukakamavu, huku akipinga kukamatwa kiholela. Hadi wakati wa kuchapishwa kwa habari hii, raia wa Uganda Agatha Atuhaire aliyekuwa pamoja na Mwangi wakati wa tukio hilo bado hajapatikana, hali inayoendelea kuibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii ya wanaharakati katika kanda ya Afrika Mashariki. Wakati huo huo, mamia ya wanaharakati walikusanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi, ikiwa ni katika ubalozi wa Tanzania, wakipinga kitendo cha Mwangi kushikwa haswa kwa siri na kuhoji hali ya haki za binadamu pale Tanzania. Maandamano hayo yalifanyika saa chache kabla taarifa za kupatikana kwa Mwangi kuthibitishwa rasmi.